Tumefurahi ujio wa mama, kwa kweli ametufariji na tumefarijika sana. Kwa mara ya kwanza mimi tokea nimezaliwa sijawahi kumuona rais karibu, kiongozi mkubwa namna hii. Lakini kwa mara ya kwanza mama amekuja hapa Italy, ametufariji, katuletea zawadi. Tumemwelezea shida zetu na kero zetu, lakini katika speech yake ameweza kutujibu maswali ambayo sisi alikuwa anatukereketa, akatueleza na tumemuelewa. Tunamshukuru sana 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 sana. Tumefarijika na zawadi mama katuletea. Kwa kweli mama tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu azidi kumpa nguvu na uelewa na azidi kuwasikiliza wanyonge, na tunampigia debe ashinde uchaguzi unaofuatia wa mwaka 2025. Asante sana. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na inaendelea kweli kweli, tunajitahidi. Nitumie fursa hii kuwashukuru. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, nimshukuru balozi kwa kazi kubwa aliyofanya ya kuwavuta kuja tuonane. Na kwa kweli ingekuwa dhambi niondoke nisiwaone. Kwa hiyo nashukuru kwamba tumeonana. Kwa balozi, asante sana pamoja na timu yako. Lakini nawashukuru zaidi wa Tanzania kwa kuja kwa wingi namna hii. Maana tunashuhudia wengine hawakupata viti, wamesimama. Poleni sana. Lakini haitachukua muda mrefu, tutamaliza sasa hivi. Ndugu zangu, niko Marekani kwa ziara ya kikazi. Nimekuja kwa lengo la kuzindua filamu yetu inayoitwa Royal Tour, na ni filamu ambayo ina makusudi ya kuitangaza Tanzania, uzuri wake, vivutio vyake, fursa zilizopo za uwekezaji na mambo kama hayo. Ni filamu nzuri, tumeizindua pale New York. Tumekwenda kuionyesha pia Los Angeles, kwa sababu tunajua kwamba miji hii miwili, mmoja ni wa kibiashara, mwingine kuna wale wapenda raha ambao wangependa kuona mazuri ya Tanzania na wangependa waje. Lakini tayari iko kwenye mitandao, mnaweza mkaipata na mnaweza mkaiangalia. Tukirudi nyumbani 28 tunaingia asubuhi, jioni tunaionyesha pale Arusha. Alafu tunaachia watu wakapate sikukuu kwanza, alafu tutarudi kuionyesha Zanzibar na Dar es Salaam. Kwa hiyo kwenye upande huo tumefanikiwa sana. Lakini la pili, kama mnavyojua, ukiingia kwenye nchi ya watu lazima waone wenye nchi. Kwa hiyo nilibahatika kuonana na makamu wa rais Kamala Harris, na tumezungumza mengi, maendeleo yetu, ushirikiano wetu na Marekani umefika miaka 60 sasa, na tunaona kuna haja ya kubadilisha mwelekeo wa ushirikiano. Huko nyuma tulikuwa mikono mbele, tupeni tugaieni. Lakini sasa tunakwenda kwenye ushirikiano, wekeza tugawane faida. Fanya biashara, nifanye biashara. Kwa hiyo tunakwenda kwenye Trade and Investment Cooperation. Amna tena bwana nigaie. Wakitupa hatutakataa, lakini hatutaenda. Hatutajidhalilisha tena namna ile kwamba lakini tumezungumza vizuri. Kwenye diaspora tunamalizia sera yenu, na nimewataka mambo ya nje watoe copies ziletwe Marekani na kila nchi kwenye diaspora. Mpitie na mtuambie kwenye ile chapter yenu mnataka kisomeke vipi. Si kila kitu mnachokitaka kitaingia huko, lakini tupate maoni yenu. Inawezekana tunayofikiria sisi juu ya meza sio mlionayo nyinyi huko. Tupate maoni yenu. Kwa hiyo tumesema bora ichelewe, lakini ipate maoni ya wadau
Kwa hiyo tutazitoa, tutazisambaza, tupate maoni ya wadau, tutakaa tuyachambue na tufanyie kazi. Lakini katika policy tunayokuja nayo, suala la uraia pacha halipo, sofa halipo, lakini hadhi maalumu ipo. Hadhi maalumu ipo na itakwenda na ndugu zake wote. Haki ya kuwa na laini yenu peke yenu ya poti, haki ya kupata ardhi, urithi wako uweje, sijui yatakwenda na hayo. Uraia hadhi maalumu itakuwa heading kubwa, mahaki mengine yale yatafuata, na wenyewe mtaona na mtakuja kutuambia. Yes. Tukae, karibuni tukae. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawashukuru Mheshimiwa January Makamba, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Hussein Bashe, Waziri wa Kilimo, ndugu Katibu Mkuu Chama cha Mapinduzi Malwen Nchimbi, washauri wa Rais Mheshimiwa Lukuvi, usimama wako, Mheshimiwa Sofia Mjema na Mheshimiwa Muyungi. Tambue pia uwepo wa Bwana Siwa wetu, waheshimiwa mabalozi, Mheshimiwa Balozi Mahmoud Thabit Kombo wa Italy na Mheshimiwa Hassan Mwamweta wa Ujerumani na Vatican, Ujerumani na Vatican. Asante. Viongozi wa serikali mbalimbali mliopo hapa nasi, viongozi na wanafunzi wa dini mliopo hapa nasi, viongozi wa Jumuiya ya Watanzania wanaoishi Italia na Vatican na maeneo mengine, Bwana Padre Emmanuel Tumaini na Bwana Nsangu Kaguta, wawakilishi wa diaspora wa Tanzania mliopo nasi, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Ndugu zangu, nianze kumshukuru Mungu, nami niongeze sauti yangu kwenye kumshukuru Mungu. Tujalia kufika Italy kwa salama. Tumeanza kazi, kini kazi kubwa ipo kesho iliyonileta ya kwenda kumuona Pope Francis kwa mwaliko wake. Nikimaliza kazi hiyo, basi nitaomba niwaage nielekee mbele kwa kazi. Baada ya shukrani hizo, ni washukuru wana diaspora wa Italy kwa kujitokeza kwa wingi kwenye mapokezi. Jana nilipokewa na wengi tu na vijukuu vingi tu. Leo siwaoni wajukuu zangu, na kawaida siku kama hii napiga picha na wajukuu wangu wote. Sasa leo mmenibania, mmewaficha, lakini walinipokea vizuri wajukuu, na shukuru, asante. Nishukuru sana wizara na ubalozi zote mbili kwa kuniwezesha kukutana na kuzungumza na ndugu zangu mliopo hapa Italy. Nashukuru pia kwa risala zenu na kwa maneno yenu ya ukaribisho. Nafurahi kusikia kwamba ingawa mpo ughaibuni, lakini mnadumisha umoja na kwamba mabalozi wenu wamekuwa karibu nanyi. Asanteni sana. Ndugu zangu, kama mnavyojua, jana tulipata msiba mzito nyumbani. Tumeondokewa na aliyekuwa waziri mkuu wetu Mheshimiwa Edward Lowassa. Kwa niwaombe tusimame kwa dakika moja, tumwombee Mwenyezi Mungu ampe malazi mema.
mwanga wa milele mwangazie, apumzike kwa amani. Asanteni sana. Ndugu zangu, Vatican na Kanisa Katoliki ni wadau wetu muhimu katika maendeleo. Imekuwa hivyo tangu tulipopata uhuru hadi sasa. Tunakwenda nao vizuri. Viongozi wa Vatican na Tanzania wamekutana kwa nyakati tofauti, ikiwemo ziara ya Papa John Paul wa pili nchini Tanzania mwaka 1990 na ziara ya Mheshimiwa Rais Jakaya Kikwete mwaka 2007. Kwa bahati nzuri, ziara ile ya Rais Kikwete 2007 nami nilikuwemo kama waziri. Kwa hiyo leo narudia nikiwa mkuu wa nchi. Hivyo nimekuja kufanya ziara ya kitaifa kwa mwaliko wa Papa Francis. Nikiwa ziarani pia nitapata fursa kuzungumza na Kardinali Pietro Parolin ambaye ni waziri mkuu wa pale Vatican. Nitamfikishia Papa salamu za heri toka kwa Watanzania. Tazungumza pia mahusiano kati ya Tanzania na Vatican ambao unagusa maeneo mengi muhimu kwa ustawi wa watu wetu, maeneo ya elimu, afya, mazingira, maji na maeneo mengine mbalimbali. Kwa hiyo imani yetu ni kwamba Vatican ilikuwa na inaweza kuwa, inaendelea kutoa mchango mkubwa kwa Tanzania. Pamoja na hayo, wakati wa ziara hii nimeona nitumie fursa hii pia kukutana nanyi wana diaspora, tupate kuwasikiliza na nyinyi mpate kutusikiliza. Nitumie fursa hii sasa kuwapa taarifa kidogo ya yanayoendelea nyumbani. La kwanza ni ile nililolitanguliza kwamba jana tulipata msiba mkubwa na shughuli za kumsiri mwenzetu zinaendelea, nasi tulio safarini tutawahi kurudi kwenda kwenye mazishi. Lakini pia niseme nchi yetu iko salama. Tunaendelea kudumisha amani, utulivu na umoja wa kitaifa kama mambo mengi aliyoyasema mwanangu Mheshimiwa Januari, yote yanatekelezeka kwa sababu nyumbani kuna umoja, usalama, tulivu na umoja wa kitaifa. Lakini mbali na hayo, mnavyosema waziri, tumeitizama kwa vizuri, tumeiweka kwenye microscope Wizara ya Mambo ya Nje. Tunaiangalia kwa vizuri sana. Tumebadilisha policy, sera ya mambo ya nje, bado kazi inaendelea, lakini na structure ya wizara, structure za balozi zetu tunaangalia. Study itatuambia nini, alafu tutaona sasa jinsi ya kuiweka vizuri mambo ya nje. Lakini katika kufanya yote hayo, tumekuja na falsafa ya R4. R4, falsafa hii maana yake nini? Maana yake reconciliation. Kama tulikerana, tukaudhiana huko nyuma, tukapigana, tukasukumana, sasa tukae tuzungumze, tuelewane. Tuseme let bygone be bygone, tunaanza hapa upya. Lakini pia resilience ndio hayo, let bygone be bygone, kuvumiliana, kustahamiliana. Tukifika hapo tunafanyaje? Tunaleta reforms ndani ya nchi yetu na tuna rebuild taifa letu. Hizo ndizo R4 tunazozifanyia kazi, na ndio haya mnayoyaona sasa. Ni kwa sababu ya R4. Tunataka kuandamana, nendeni. Tunataka kusema, semeni. Tunataka siju kufanya, fanyeni. Hakuna anonyukuliwa, hakuna anopigwa kibao, hakuna anosukumwa. Tunakwenda vizuri. Kwa hiyo R4 zinaendelea kufanya kazi, na hii sio tu peke yake kwenye siasa, hata kwenye serikali. Na ndio hayo mabadiliko ya mashirika ya umma sasa, mabadiliko tunayoyafanya na mabadiliko mengine tunayoendesha kwenye serikali yatafuata hii falsafa ya hizi R zetu 4. Kwa ujumla tumefanya mengi kuleta ufanisi zaidi, lakini nimegusia hapa machache tu ambayo nilihisi muweze kuyajua.
Lakini kwa kusema hayo haina maana kwamba nyumbani hakuna changamoto, hapana. Zipo na tunaendelea kuzifanyia kazi, tunaendelea kukabiliana nazo. Miongoni mwa changamoto ambalo mpaka huku mnalijua, alikuwa anabadilishana mawazo na mwenyekiti Emmanuel, kumbe yuko very conversant na tatizo la shida ya umeme nyumbani. Kanambia kwa mfano upungufu wa umeme nyumbani, nikamwambia kweli. Na kwa nini tuna upungufu wa umeme? Tuna upungufu wa umeme kwa sababu kwa muda mrefu vituo vyetu vya umeme, mitambo yetu hatukuwa tumeifanyia maintenance, haikuwa imefanyiwa. Lakini pili, uwekezaji na matumizi ya umeme majumbani umezidi mno. Tumefanya mradi wa rural electrification, tumesambaza umeme vijijini huko na vitongoji. Sasa matumizi ya umeme yamekuwa, lakini vyanzo ni vile vile, hatujaongeza. Tumeongeza vyanzo kidogo pale Kinyerezi kwa umeme wa gesi, lakini uwekezaji nao ni mkubwa mno. Pamoja na kwamba tuna provide gas kwa viwanda, lakini bado vingi vinatumia umeme. Kwa hiyo tunafanya kazi ya kusukuma gesi zaidi iende viwandani, lakini kuzalisha umeme zaidi. Sasa tatizo hili linakwenda kupata suluhu yake, sio suluhu mimi, suluhu ya umeme, nadhani kwenye mwezi wa 4 mwaka huu, kwa sababu kwenye lile bwawa ambalo tunatarajia lingezalisha megawatts 2115 tunakwenda kuzalisha megawatts kama 470 kwenye mwezi wa 4. Lile bwawa litaendeshwa na motors 9, turbine 9 zitatoa umeme. Tunakwenda kuwasha 2 mwezi wa 4, 2 zitakuwa zinawaka, na kila moja inakwenda kutoa megawatts kama 250 na. Kwa hiyo tunategemea megawatts 470 mpaka 500 zitakwenda kuingia kwenye grid ya taifa na kupunguza sasa ule changamoto ya umeme. Nigusie kidogo kuhusu nafasi ya diaspora kwa maendeleo ya taifa. Yamesemwa mengi hapa, lakini takwimu za Umoja wa Afrika zinatuonesha wataalamu zaidi ya 70,000 huondoka Afrika kila mwaka kwenda ughaibuni kutafuta fursa za maisha. Kwa takwimu za mwaka 2021, licha ya ukweli kwamba Afrika inapokea fedha au remittances takriban dola za Kimarekani bilioni 95.6, lakini jambo hili lina athari kwa maendeleo ya Afrika, kwani wataalamu tulioandaa kwa fedha nyingi wanaondoka bila kurejesha uwekezaji uliofanywa na serikali. Kwa hiyo ni sahihi kusema kwamba diaspora wanao wajibu wa kukumbuka walikotoka na kuunga mkono juhudi za serikali zao katika kueletea wananchi maendeleo yao. Na mimi nashukuru kila nchi ninayokwenda, nikikutana na Watanzania, kilio chao kikubwa, tufanyeni nafasi, rekebisheni sera, tuchangie nyumbani. Kwa hiyo mimi nafurahi kwamba Watanzania pamoja na kwamba wako nje, lakini akili zao ziko nyumbani. Wanajua waliko ni ugenini, lakini mwisho wa siku ni nyumbani. Sasa niseme diaspora wanaweza kuchangia kwa ama kuwasaidia ndugu zao nyumbani, kuwekeza nyumbani kwenye miradi mbalimbali, kuratibu huduma mbalimbali za kujitolea, charity, na kwa mfano kuleta madaktari bingwa, kutoa msaada wa tiba na kutoa mafunzo kwa wataalamu wetu. Tunapokea pia kutoka kwa diaspora. Wale walioko nje wanaorganize madaktari, wanatuletea. Wanaorganize timu gani huko, wanatuletea. Kwa hiyo wanafikiria nyumbani na wanachangia nyumbani. Bado tupo Norway. Leo tarehe 14 mwezi wa 2 2024, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anakwenda kukutana na wanadiaspora wanaoishi katika nchi hizi za Nordic. Tuko hapa Wabongo Ughaibuni Media, tunawaletea matukio ya mkutano wa Mheshimiwa Rais na wanadiaspora na Watanzania. Mimi ni Eva Ndewalia Joseph Nangela. Katika hafla hiyo ya chakula cha jioni, Rais alipokelewa na Watanzania kwa nyimbo na vigelegele na ngoma ya Kimasai
iliyochangamsha hafla nzima. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimeona na wajukuu zangu wapenzi mliopo. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu tujalie uhai na kutuwezesha kukutana hapa Norway. Kama alivyosema Margaret, ni mara ya kwanza kuonana nanyi. Inawezekana baadhi ya sura nazifahamu, lakini kwa muda mrefu sijaziona. Ndio naziona hapa na nyuza huyu yuko huku. Kwa hiyo nashukuru sana. Lakini washukuru wana diaspora kwa kujitokeza kwa wingi kwenye mapokezi mazuri. Toka juzi tulipoingia kila kichochoro mama ngipita huko mama. Nikasema kumbe hii nyimbo common dunia nzima. Kwa hiyo nawashukuru sana. Lakini pia nishukuru wizara na ubalozi kwa kuniwezesha kukutana na kuzungumza nanyi leo hii hapa Norway. Ndugu zangu, kama mlivyosikia, nyumbani tumepata msiba. Tumeondokewa na waziri mkuu mstaafu. Tutakwenda kumzika kesho kutwa tarehe 17. Sasa naomba tusimame, kila mtu kwa imani yake tumuombe. Mwenyezi Mungu ampe mapumziko ya amani. Ndugu zangu, Norway ni mbia wetu mkubwa wa historia, na tumekuwa tukishirikiana naye kwa mambo mengi, kwenye miradi ya kutafuta gesi, lakini kwenye mambo mengi chungu mzima. Na ushirikiano wetu na Norway na wenyewe unafika miaka 60 mwaka huu. Ziara yangu ni kama kumark maadhimisho ya miaka 60 nikiwa Norway. Lakini ndani ya miaka hiyo wametufanyia mambo mengi. Kwenye elimu, kwenye kilimo, kwenye afya, kwenye mazingira, mambo mengi sana. Na leo tumeweza kusaini MOU 3 ambazo zote zinakwenda kwenye kilimo, mazingira, maeneo hayo mawili. Kwa hiyo tunawashukuru sana. In 2025, we'll finalize 2 key strategic documents. One is the Tanzania Development Vision. The new vision document will not only guide our development priorities and plans for the coming decades, but will also guide on engagement with our partners. The second is the review of our foreign policy, whereas it will reiterate our founding principles and reaffirm our traditional policy stances. It will also seek to enhance our approach to economic diplomacy to modernize and industrialize the country's economy. The new policy document shall consider provision for special status for the Tanzania diaspora community to participate in Tanzania's development.